Mungu akituangalia anaona ya kwamba tumeoshwa kupitia damu ya Yesu. Bwana asifiwe sana. Amen. Sio tena damu ya mnyama, sio tena damu ya kondoo, sio tena damu ya mbuzi ama ng'ombe ama njiwa, wala si mnyama yeyote, bali ni damu ya Yesu, na ambayo alilipa tu mara moja, ambaye hatuhitaji tena. Bwana asifiwe sana. Amen. Na kwa hivyo tunaona ya kwamba wakati Mungu anakataza watu ya kwamba wasikule damu, maana ndiyo inabeba uhai, Mungu anasema ya kwamba kila damu itakayomwagika Mungu ataitaka mikononi mwa yule ambaye anaimwaga. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, Mungu huwa anadai damu yeyote ambayo mtu huwa anamwaga. Ukimwaga damu ya mtu, alisema ya kwamba na wewe damu yako itamwaga. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Alisema ni kwa sababu mwanadamu aliumbwa kwa mfano wangu, damu yake ikimwagwa na yeye damu yake pia itamwagwa. Yaani ukimwaga damu ya mtu, na wewe damu yako itamwagwa pia na watu, ili kulipiza huo uovu juu ya uovu ambao wameweza kufanya. Na hiyo ilikuwa ni agano ambayo Mungu alikuwa ameweka pamoja na watu wa agano la kale. Ukiangalia in Genesis chapter 4, wakati Abel na Kaini wanaenda kumtolea Mungu dhabihu, Kaini anamwambia kwamba tuende uwandani na tukaweza kumtolea Mungu wetu dhabihu. Tunaona ya kwamba maandiko yanasema Kaini alikuwa ni mkulima, kazi yake ilikuwa ni kulima shamba, na akaweza kumletea Mungu mazao ama mavuno katika mimea ambayo alikuwa amepandia Mungu. Naye Abel alikuwa ni mchunga kondoo, mbuzi, wanyama wote, na maandiko inasema ya kwamba yeye akaweza kuchukua wanyama wa kwanza ama wazaliwa wa kwanza wa mifugo ambao alikuwa anafuga, ndio aliletea Mungu kama dhabihu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunaona ya kwamba wakati yeye alichinjia Mungu, Mungu alisikia sana maombi yake na akaweza kumtakabali. Ni kwa sababu kulikuwa na uhai pale. Alimwaga uhai wa mnyama. Yeye aliweza kuwekelea kwenye madhabahu damu, alimchinjia Mungu. Bwana asifiwe sana. Hiyo ndio sababu ilifanya Mungu akapendelea sana sadaka ya Abel kuliko ile sadaka ya Abel ya Kaini, kwa sababu Kaini yake haikuwa na damu ndani yake haikuwa na uhai wowote wa mnyama ama wa damu. Bwana asifiwe. Na kisha tunaona ya kwamba maandiko yanasema, naye wakati Mungu alikubali sadaka ya Abel, Kaini uso wake ukakunjamana. Mungu akamuuliza, ni kwa nini unakunjamana sura yako? Ni kama ukitenda vyema hautapata kibali wewe. Kwa hivyo kulikuweko bado na mlango ambao angeweza kuutumia na akaweza kupata kibali kutoka kwa Mungu, lakini yeye akachukua ama akaamua kufuata njia nyingine tofauti, ambayo aliamua ya kwamba sasa ni kwa sababu ndugu yangu amenishinda, akaamua, yani akawa na machungu juu yake, kisha akamuenda na akamuua. Na hata baada ya kumuua, si eti kwamba alikubalika. Mungu tena anamtokelezea, anamuuliza, yuko wapi ndugu yako? Anamuuliza, kwani mimi ndiye mlinzi wa ndugu yangu? Am I my brother's keeper? Mungu akamuuliza, kwani umefanya nini? Mbona ninasikia sauti ya damu ya ndugu yako ikinililia kutoka katika udongo, ambaye ilifungua kinywa chake ikaweza kupokea damu ya ndugu yako. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo damu huongea, damu hunena, damu iko na uhai, inaweza kuongea. Damu, unaona ama unasikia ya kwamba Mungu akiwa juu mbinguni anafikiwa na sauti ya damu ya Abel kutoka katika udongo hapa chini duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Damu iliweza kulilia Mungu ni kwa sababu imeweza kukatishiwa maisha mapema sana. Yaani Abel aliweza kuuawa kabla ya wakati wake. So damu ilikuwa inalia mbele ya Mungu ya kwamba akaweze kulipiza kizazi, ni kwa sababu ameweza kuondolewa kabla ya wakati wake, ambapo hakuwa amemaliza shughuli zake duniani. Na kwa hivyo hiyo damu ilikuwa inalilia revenge. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na ndio maana unakuta ya kwamba ukisoma kitabu cha Isaia 59, Mungu anasema ya kwamba
mumenajisika mikono yenu ni kwa sababu ya damu ambayo mumemwaga isiyokuwa na hatia, ya kwamba mumefarakanishwa nyinyi na Mungu wenu, hata Mungu hataki kuwaangalia, hataki kuwasikia, ni kwa sababu ya uovu ambao mumeweza kufanya na unajisi ambao mumeweza kujitia ndani yake. Mikono yenu imemwaga damu isiyokuwa na hatia, midomo yenu imenong'ona uovu. Hakuna mtu yeyote anayedai adaiye kwenye haki. Kila mtu anasema mambo ya uongo, mtu anafanya njia zake ambazo ni mbovu, mambo yake mapotofu. Kwa hivyo tunaona ya kwamba damu iko na uwezo ya kuweza kukushtaki ama kulilia kwa sababu ya kuitisha haki kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana Mungu alipoona hivyo ya kwamba damu iko na nguvu sana na iko na uweza na iko na uhai ya kuweza kuokoa mwanadamu ama kuweza kupigania maisha ya mwanadamu, akaweza kutoa mwanadamu ambaye ni Yesu, ili akaweza kumwaga damu yake pale msalabani. Na hiyo damu ndio tunasema ya kwamba ni damu inenayo mambo mema juu ya maisha yetu kuliko hata damu ile ya Habili. Bwana asifiwe sana. Amen. Hii damu ya Yesu ndiyo inayonena ama inazungumza mambo mazuri katika maisha yetu, maisha yako wewe na maisha yangu, katika jina la Yesu. Maana tunaona ya kwamba Kaini alipomuua Abel, sauti ya damu ilisikika kutoka kwenye mchanga ikamfikia Mungu katika mbingu. Mungu akamuuliza, kwa nini umefanya hivi hadi ninasikia sauti ya damu ya ndugu yako ikinililia kutoka katika udongo? Kwa hivyo siku ya leo sio damu ya Abel ambayo inatulilia. Siku ya leo ni damu ya Yesu ambaye ilimwagika pale Calvary, pale msalabani. Zaidi ya miaka 2000 imepita. Hiyo damu ndio bado iko na nguvu, ndio bado iko na uwezo, na ndio iko na uhai, na ndio iko na uzima, ndio iko na wokovu, ndio iko na ukombozi ndani ya maisha yangu mimi na wewe. Tukaweze kuokolewa, tukaweze kukombolewa. Mahali popote ulipo, kama unaweza kusikia hii sauti, ujue ya kwamba sauti hii inakunenea ya kwamba uzima unapatikana ndani ya Yesu, na katika damu yake iliyomwagika, ya kwamba sisi sote tunakombolewa, sote tunainuliwa, sote tunabarikiwa, sote tunaweza kutakazika tena kupitia hiyo damu. Bwana asifiwe sana. Amen. Ya kwamba damu inabeba uhai, damu inabeba uzima, damu inabeba ukombozi, damu inabeba uhai. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Asubuhi ya leo ukaweze tu kukubali hii damu ikaweza kufanya kazi kwa maisha yako. Labda kuna mambo ambayo yamekuwa hayawezekani, labda ni magonjwa yamekataa kupona, ama labda kuna mambo yamekataa kuenda. Sasa sio damu ya Abel tena. Tunaona hii ilikuwa ni damu tu ya mwanadamu ambaye alikuwa hajakamilika, lakini sauti yake iliweza kumfikia Mungu akiwa mbinguni, hadi Mungu akaweza kushuka kuweza kufanya kisasi juu yake, na akamwambia kwamba kwa sababu hiyo wewe umelaaniwa. Akamwambia Kaini, wewe umelaaniwa, na ardhi utaweza kuilima nayo haitakutolea mazao. Utafanya kazi ngumu, lakini utapata matokeo madogo. Ya kwamba utakuwa mtoro, utakosa mahali makao, utakuwa mtoro, utakuwa unazunguka hapa na kule. Naye akasema ya kwamba Bwana Mungu, adhabu yangu imenikulia kali sana, kwani itakuwa hata kila atakayeniona atataka kuniua. Mungu akasema ya kwamba na yeyote atakayemuua Kaini atalipizwa kizazi mara 7. Na Mungu akaweza kuweka alama hapa ya kwamba yeyote atakayemuona Kaini asimuue. Bwana asifiwe sana. Amen. Tunaona ya kwamba hata baada ya Kaini kuua ndugu yake, Mungu hataki akufe. Mungu hataki auawe kwa sababu anajua bado naye amebeba damu. Na damu yake bado akiuawa, bado hiyo damu tena ikitoka mchangani itaanza kumulilia, ikiitisha revenge. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na ndio maana akasema ya kwamba yeyote atakayemuua Kaini atalipizwa kisasi mara 7. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na kwa hivyo inawezekana maybe labda kwa maisha yako kuna mambo hayaendi kwa sababu maybe uliweza kumwaga damu ya mtu mahali, labda ukaua mtu ama ukashirikiana kwa mambo ambayo ilifanya uweza kupoteza uhai wa mtu. Na ndio maana Mungu anasema ya kwamba imefanya mikono yetu ikanajisika,
imefanya Mungu hataki kusikia maombi yetu, imefanya Mungu akafarakana pamoja na sisi, hata hataki kusikia ama hataki kutukaribia, ni kwa sababu ya kumwaga uhai. Bwana asifiwe sana.